Leo kuna mambo machache ambayo tumeona tuzungumze nanyi kuhusiana na shughuli za TLS, shughuli zetu za TLS ambazo tunatarajia. Samahani kidogo, alikuwa sogea kidogo. Takuwa vizuri ukianza. Ndugu wanahabari, leo kama chama cha wanasheria tuna shughuli zetu. Kama tunavyoelewa, mwaka huu ni mwaka wa muhimu sana kwa taifa letu, lakini tuna shughuli zetu za kisheria na kikanuni ambazo zile za kiuongozi zinazohusiana na masuala ya chaguzi atazizungumza CEO, lakini mimi nitazungumza jumbe za jumla zinazohusiana na uchaguzi. Ni kwamba kuanzia tarehe 8 mpaka 10 Mei tutakuwa jijini Arusha, ambako tutakuwa na mkutano wetu mkuu wa chama cha mawakili wa Tanganyika, na ambao wengi wanatumia ni chama cha sheria. Sio, nikisema mawakili nitakuwa na bana, ni chama cha sheria Tanganyika, ambao kitafanyika katika ukumbi wa mikutano wa AICC katika jiji la Arusha, na mkutano utaanza tarehe 8 mpaka tarehe 10 mwezi wa 5. Tunatarajia mgeni rasmi atakuwa Mheshimiwa Philip Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio matarajio yetu, lakini tuna kauli mbiu yetu ambayo ni uchaguzi na utawala wa sheria, wito wa uangalizi wa kisheria na uwajibikaji katika mfumo wa chaguzi Tanzania. Tunalenga nini? Mwaka wetu ni wa uchaguzi, na sisi kama TLS, moja ya kipaumbele chetu cha kwanza ni utawala wa sheria, rule of law, na tunaamini kwamba mambo yote yanaanza kwa watu kuchagua viongozi wanaowataka kwa kuzungumza kupitia sanduku la kura. Kwa hiyo TLS, msisitizo wetu ni kwamba lengo letu kubwa ni kwamba sanduku la kura liwe na uwezo wa kureflect utashi na machaguo ya wapiga kura ili kuleta maana kamili ya demokrasia. Kwa hiyo sisi kama TLS tutakuwa na mwaka huu tutakuwa na masuala mazima, ukiondoa mchakato huu au kusudio hili la mkutano mkuu, lakini vile vile masuala yanayohusiana na utawala wa sheria na uchaguzi itakuwa ndio kipaumbele chetu, kuhakikisha kwamba tunafanya kila lililo stahiki ili tuweze kupata majawabu ya kidemokrasia kupitia sanduku la kura. Na section 4 sio wakati wa raha, ni wakati wa changamoto kama tunazozisikia sasa. Ndipo watu wanapotaka kuona ubobevu wa TLS, wa mawakili walioko TLS na wataalamu walioko TLS unajireflekti namna gani au unatokeza namna gani katika kusaidia jamii kutoka katika changamoto zinazojitokeza kwa sasa. Kwa hiyo tutakuwa na kipaumbele chetu, na katika mikutano yetu hiyo, mijadala yote, mafunzo, tutakuwa na mafunzo maalum yatakokuwa kienda kuandaa vijana na mawakili namna ya kuingia kwenye chaguzi, namna ya kusaidia watu, namna ya kutetea, namna ya kulinda wapiga kura, kuwatetea haki zao zinapoonekana kukiukwa, na mazingira yote yale. Kutakuwa ni mtiririko wa shughuli za namna hiyo. Kauli mbiu yetu hii kwa Kiingereza inasomeka Election and the Rule of Law, a call for legal vigilance and accountability in Tanzania electoral system. Kwa hiyo utaona tunachotaka sisi ni ile uwajibikaji. Yaani maana yake lazima utaratibu wetu wa kiuchaguzi uwe wenye kuwajibika, uwe wa uwazi, uwe ambao unaweza ukathibitika, verifiable, na uwe ambao una reflect kile kilichotoka kwa wapiga kura. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba tuna mchango mkubwa na ni wajibu wetu kushirikiana na wadau wote wa uchaguzi ili zoezi zima la uchaguzi lihakikishe linafanyika katika hali itakayoiacha au itakayoifanya taifa letu liwe na mshikamano na amani. Mshikamano
haki na amani. Lakini vile vile tutakuwa na program katikati kama nilivyosema za mafunzo maalum, ni mafunzo mkakati kwa mawakili na wanasheria kuhusu sheria za uchaguzi, namna ya kuendesha mashauri na kushughulikia changamoto za chaguzi, na namna ya kuwasaidia wagombea katika hatua zote ili waweze kuexercise haki yao ya kiuchaguzi. Lakini jambo lingine ambalo tunaliweka ni kwamba tunaelewa kwamba kuna changamoto ya uchaguzi wetu wa sasa, kwa sababu kuna watu wameshatengeneza position. Kuna wanaosema uchaguzi lazima ufanyike na kuna wengine wanaosema no reform no election. TLS iko kwenye mchakato kupitia baraza la uongozi ili kuondoa mijadala hii mtaani na kuileta mezani katika namna itakayowalazimisha wahusika wote wakae mezani na kupata majawabu ya namna gani tunatoka hapa tukiwa wamoja. Kwa hiyo nia yetu ni kutaka kuondoa katika hali ya mivutano na hali ya kukwepa wajibu na kutuleta pamoja mezani ili tuweze kuzungumza, tuweze kujadiliana na kukubaliana namna gani tutoke hapa tulipo, kwa sababu TLS tunachoamini kwamba uchaguzi sio swala la vyama vya siasa pekee, ni swala la sisi wananchi pia, ni swala la taasisi za kitaaluma, ni taasisi za kidini, taasisi za kijamii, kwa sababu kuna mtu sio mwanasiasa lakini anapiga kura, anataka aone thamani ya kura yake. Lazima zoezi la kura liwe ni zoezi la kidemokrasia, lisiwe zoezi la kivita. Lazima wananchi wakipiga kura zao zionekane zikitoa majawabu katika masanduku ya kura. Kwa hiyo sisi TLS tunaamini kwamba kila hoja inayopigiwa kelele ina mantiki na lazima ipate ufumbuzi wa kitaalamu, na ufumbuzi huu hauwezi kupatikana kwa kila mmoja kukwepa wajibu. Lazima tukutane, lazima tukae, lazima tuzungumze kama taifa, ili mwisho wa siku tuhakikishe tunakubaliana na kuona ni namna gani ya kuendesha shughuli zetu za kidemokrasia. Huo ndio utakuwa msingi wetu mkubwa kama TLS na wajibu wetu katika kipindi chote hiki ambacho tutafanya kazi hii bila uoga, bila upendeleo, bila kushinikizwa wala kutishwa, kwa sababu nia yetu kubwa ni kumlinda mwananchi, kuhakikisha kwamba haki yake ya kupiga kura, haki yake ya kuchagua, haki yake ya kupata matokeo kwa namna alivyofanya maamuzi kupitia sanduku la kura inajidhihirisha katika qualitative na quantitative process za uchaguzi. Kwa hiyo TLS tutakuwa mwaka huu kipaumbele chetu ni hapo. Kwa hiyo kwenye mkutano wetu theme yetu italenga katika uelekeo huo, lakini kwa lengo moja tu la kuwafanya mawakili wote na Watanzania wajue kwamba zoezi la uchaguzi sio zoezi la mchezo. Ndio zoezi linaochagua watu wanaoamua namna ya matumizi ya rasilimali zetu. Ndio zoezi linaloamua nani tumkabidhi kufanya maamuzi kwa niaba yetu. Ndio zoezi linaloamua watu wa kupanga, kugawa na kuweka migawanyo yote ya kibajeti na kifedha katika taasisi zetu. Kwa hiyo sio zoezi dogo la kulidharau na kuliona ni la kawaida. Kwa hiyo sisi tutalifanya na tunalichukua hilo kama jitihada na kama kipaumbele. Nadhani wiki ijayo vivyo tutawaita kwenye suala lingine ambalo leo halitakuwa ajenda, kwa sababu tunaandaa mjadala wa kitaifa. Kwa hiyo tutawaita kuwaelezea kuhusu mjadala huo, kwa sababu sisi tunafikiri lazima kila Mtanzania apate nafasi ya kuzungumza. Kuna mwingine ana chama cha siasa, atazungumzia wapi? Kuna mwingine yeye hana taasisi, atazungumzia wapi? Kwa hiyo TLS ina wajibu wa kuwaleta watu pamoja ili tuzungumze pamoja, ili wale wanaotunga sheria au kutunga sera waweze kutusikiliza na kuona ni kwa namna gani fikiri au tunatoa maoni yetu kuona namna zoezi la uchaguzi tunavyotaka lienende. Jambo la tatu ambalo leo nimeona nizungumze nalo vivyo ni kutoa wito kwa wadau wetu, partners, marafiki, kujitoa kwa ajili ya kusponsor mkutano wetu.
Mkutano huu utakuwa na watu zaidi ya watu 3,000. Tunatarajia minimum member watakaohudhuria ni zaidi ya watu 3,000 kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania. Kwa hiyo ni wito wetu kwamba waone kwamba hii ni nafasi muhimu na ni fursa muhimu kuja kujumuika nasi ili tuweze kuona namna bora ya kuungana na TLS na kuiwezesha TLS kuweza kutekeleza wajibu wake vema na ipasavyo kwa umma. Kwa hiyo kwa leo kusudio langu kubwa ni hili, kuwaeleza kwamba theme yetu inalenga uchaguzi na hiyo ndio itakokuwa agenda ya TLS kuanzia sasa, lakini vile vile tutawaita tena kwa sababu tutakuwa na symposium mapema ambao tutataka tuzungumze kwa kina. Lakini kwa leo naomba niishie hapa, nimkaribishe Madam CEO ili aweze kuzungumza kwa ufupi kuhusu action inazohusu chaguzi, kwa sababu ni TLS tuna aina mbili ya chaguzi. Tuna chaguzi za kitaifa ambazo ziliongozwa na marekebisho ya sheria ambazo chaguzi zile zinafanyika kwa kipindi cha miaka mitatu kwa sasa. Lakini tuna chaguzi zile za kanda na za chapters. Yani kanda na mikoa. Nikisema mikoa ndio itakuwa rahisi, kule mikoani zile zinafanyika, ambazo nimkaribishe Madam CEO ili aweze kuzungumza kwa ufupi na kufafanua zitakwendaje. Karibu. Asante sana President. Kama nilivyotambulishwa, naitwa Mike. Mimi naitwa Mariam Othman. Sawa. Ninaitwa Mariam Othman, ni mkurugenzi mtendaji wa Tanganyika Law Society. Niko hapa kwa kushirikiana na President wa Tanganyika Law Society kuweza kuhabarisha kuhusiana na mkutano mkuu wetu unaotarajiwa kufanyika Mei. Kama alivyozungumza President, mkutano wetu unagawanyika katika maeneo mawili. Kuna AGM yenyewe ambayo itaanza tarehe 8 mpaka tarehe 10, ambayo ina kauli mbiu ya chaguzi kama President alivyoongea, ambayo kauli mbiu yetu ya mwaka huu ni uchaguzi na utawala wa sheria, wito wa uangalizi wa kisheria na uwajibikaji katika mfumo wa uchaguzi Tanzania. Tumechagua thimu hii mahususi kwa sababu ya kuwaruhusu wanachama wetu wajadili kama wanachama, lakini kama sehemu ya Watanzania kujadili masuala yanayohusiana na uchaguzi tukielekea chaguzi kuu ya Tanzania mwezi Oktoba. Kwa hiyo tumeweka kauli mbiu hiyo ambayo itafanyika, kikao chetu hicho au mkutano wetu utafanyika tarehe 8 mpaka tarehe 10 Mei 2025 AICC Arusha. Na tunatarajia mgeni rasmi wa mkutano wetu huu mkuu atakuwa Mheshimiwa Philip Mpango. Tumepeleka barua kwake na tunatarajia majibu mazuri na tunatarajia uwepo wake wa ushiriki kama mgeni rasmi kwa tarehe hiyo 8 ya ufunguzi. Na ukiondoa AGM, kuna matukio ambayo yatakuwepo kabla ya AGM. Kama alivyosema President, kuna matukio ambayo yanakuwa ya kiuchaguzi, lakini sisi kama Tanganyika Law Society huwa tunawajengea uwezo mawakili wetu, ambapo tutakuwa tunafanya CLE seminars ambazo zitaanza kuanzia tarehe 5 na tarehe 6. Hizo ni seminar ambao mawakili wale ambao wana attend ile AGM huwa wanahudhuria na zenyewe, na ni seminar ambazo zinakuwa zinatoa au zinawafundisha wanasheria mambo mbalimbali ya kisheria, ambao zitakuwa zinafanyika maeneo ya pale Arusha Lush Garden kuanzia tarehe 5 mpaka tarehe 5 na tarehe 6. Lakini tarehe 7 ambao ni siku ya Jumatano kutakuwa na event ambayo ni ya kipekee. Kwa mwaka huu tumeamua kufanya event kwa ajili ya mawakili wetu. Event yetu ni kama forum ya mawakili ambao tumeita Beyond Law, the Multidimensional Legal Practice Forum. Lengo ya hii forum tunataka kufanya mawakili waongelee na wafundishwe vitu tofauti na vile vitu ambavyo wamevizoea, vitu kama sheria kama nini. Tunafikiria kufanya hii forum kwa ajili ya kuwasaidia mawakili wetu katika masuala ya afya. Kwa hiyo tutatengeneza forum ambayo itaanza kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Lengo kuanzia asubuhi, kuanzia saa 12 mpaka mchana,
kutakuwa wanafundishwa masuala ya kiafya, watafundishwa masuala ya stress management, watafundishwa masuala ya afya yao, masuala ya nutrition na kila kitu. Tunaamini kwamba mawakili wanapaswa kujua vitu vingine nje ya sheria, jinsi gani ya kujikipu wao wenyewe, well-being yao kama wanasheria. Lakini kitu kingine tutataka wafundishwe au waelezewe ni jinsi gani ile legal practice, kuondokana na ile dhana ya kuwa na watu kuwa wanafanya solo practice. Tunatamani kwamba mawakili wetu wafikirie kama international practices zinazofanyika, masuala ya kuwa na like partnership ambayo itakuwa ina involve mawakili wengi katika law firm moja, kulipokuwa na law firm ambayo inakuwa na sole practitioner labda mtu mmoja. Tunatamani kwamba tuone mawakili ambao wana kada mbalimbali, specialization mbalimbali, wakiungana kama wanasheria na kuunda law firm moja ambayo itawafanya waweze kuwa na client base ambayo iko kubwa. Lakini pia tutawafundisha mawakili masuala ya compliance, waone namna gani katika shughuli zao za uwakili wanafanya zile compliance na masuala ya kodi, compliance na masuala ya money laundering na any other compliance ambazo mawakili ambao wanaweza wakafundishwa. Lakini vitu vingine watakacho kufundishwa ni masuala ya people governance. Jinsi gani, kwa sababu tunaamini kwamba mawakili ni kama sehemu ya waajiri, jinsi gani wana govern wale wafanyakazi wao ambao wako katika law firm zao. Kwa hiyo tumeona ni kitu kizuri kurudisha kwa mawakili wetu kutengeneza forum hiyo, na forum hiyo tumealika mahospitali, tumealika insurance agencies and insurance companies ambazo wataleta pale booth ili mawakili wetu waweze kupimwa afya, kama anayetaka kupimwa afya, anayetaka ushauri wa kiafya pia watafanya mazoezi siku hiyo. Kwa hiyo ni forum ambayo tumedesignate maalum kwa ajili ya mawakili ambayo itafanyika hiyo siku ya Jumatano tarehe 7. Kwa hiyo hata hapo tunawakaribisha sponsors ambao wanaona kwamba wanaweza kuja kushiriki na Tanganyika Law Society kupartner katika kuhakikisha event yetu hii inakuwa successful. Swala jingine ni swala linalohusiana na masuala ya uchaguzi. Kama president alivyosema, kuna chaguzi za kitaifa lakini pia kuna hizi chaguzi ndogo ndogo. Sheria ilibadilika mwaka 2023, Tanganyika Law Society Act ilibadilika, na katika mabadiliko hayo iliondoa ile requirement ya baraza la uongozi la Tanganyika Law Society kukaa au kuhudumu kwa kipindi cha mwaka mmoja. Sasa hivi sheria inataka baraza la uongozi liweze kuhudumu nafasi hiyo kwa kipindi cha miaka mitatu. Kwa hiyo baraza la uongozi lililokuwepo ambalo lilichaguliwa mwaka jana 2024 litakaa mpaka 2027. Kwa hiyo hakutakuwa na chaguzi za ile level ya kitaifa baraza la uongozi. Badala yake kutakuwa kuna chaguzi za kikanda ambazo zitafanyika Arusha hiyo Jumatano jioni kuanzia saa 11 zitakuwa zinafanyika hizo chaguzi za kikanda, ambapo tutachagua viongozi ambao watakuwa ni viongozi wa kikanda. Lakini pia kutakuwa kuna chaguzi za chapter au za mikoa. Tanganyika Law Society ina mikoa 21 ambao tuna ofisi zetu. Sasa kule huwa kuna viongozi ambao wanaisaidia baraza la uongozi na kuna chapter convener ambaye wanamsaidia rais katika kuongoza katika respective hizo chapter zao. Kwa hiyo mwezi huu wa April kuanzia tarehe 11 mpaka tarehe 23 kutakuwa na hizo chaguzi za chapter au tunasema mikoa ya ofisi zetu. Viongozi watakaopatikana hapo kwenye hizo chapter, chaguzi za chapter, lakini na viongozi watakaopatikana kwenye kanda, wote hao watakwenda kuapishwa kwenye mkutano mkuu siku ya Jumamosi tarehe 10 Mei. Nadhani ni hayo tu ambayo naweza nikayaongelea, unless kama kuna mtu ana swali kwenye hayo. Karibuni maswali, na ningeomba, maswali ni matatu, lakini ningeomba tujikite kwenye maswali ya mkutano mkuu na theme. Tusijikite kwenye symposium inayokuja ya no reform no election, kwa sababu wiki ijayo mwishoni nitaita press conference nyingine kwa ajili ya president kuzungumzia hiyo symposium, kwa sababu yenyewe inafanyika hapa Dar es Salaam kabla hatujaanza masuala ya mkutano mkuu kule Arusha tarehe 3 kule Arusha. Kwa hiyo naombeni sana
tutakuwa na hiyo siku tuichakate, na ila itakuwa na maswali matatu. Itakuwa ina maswali ya kujitosheleza kwa sababu tunahitaji wananchi wasikie, waelewe na waone wakisaidiwa na nafasi ya TLS nchini Tanzania. Kwa hiyo naombeni tujikite kwenye mkutano mkuu na timu yake ili tuwe na relevance ya huu mkutano katika maswali. Asante sana. Madam, naomba kumpishe president arudi. Maswali matatu. Swali lako limeyeyuka. Waulize, hebu uliza. Swali langu ni kwamba kwa hiki kinachoendelea katika vyama vya siasa mbalimbali, kuna vyama vinasema kuacha au kususia kushiriki uchaguzi ni sana kumwachia labda chui mbuzi, ama ni kumwachia walk over mtu atakayekuwa peke yake. Mwingine anasema bora mshiriki mwendelee kupambana kufanya reforms wakati mko huko, maana je, msiposhiriki alafu kufanya mabadiliko ni kina nani kwenye mabunge au mabaraza ya wawakilishi ambayo yote yanafanya wananchi? Msimamo wa TLS ni nini katika kuwatetea wananchi ili ama kuwaelekeza wananchi kwamba je, kile kinachofanyika hapa mapambano ina afya kiasi gani katika siasa zetu za Tanzania? Swali la kwanza hilo. La pili, karibu. Kama nilikusikia vizuri kwa rais, nimesema kwamba mpo kwenye mchakato wa kukutana na hawa jamaa ili uweze kuzungumza kuhusiana na mikakati yao kuweza kushiriki uchaguzi. Mambo yao no reform no election. Sasa swali langu ni kwamba wao wanachotaka ni mabadiliko, na mabadiliko yanafanywa na bunge kwa baadhi ya vifungwa vya uchaguzi ambavyo wanavililia wanavyovitaka katika chaguzi zao. Mnadhani TLS mtaweza hili kukaa nalo na muweze kufanya nao mazungumzo? Mtaweza kulisolve hili? Mabishano ya kisheria zaidi na kikatiba, ndo mvutano ambao uko hapo sasa. Mnadhani kuwaita wao kukaa meza moja kutaondoa hilo tatizo la msingi ambalo linalalamikiwa, ambalo ni tatizo la kisheria na kikatiba? Manake kama tukiamua kusolve, manake turudi kwenye sheria na katiba, tuanze kupitia upya, kama kuna marekebisho yafanyike, yaende bungeni, yarudi tena, ndo turudi kwenye uchaguzi ili kila mmoja aweze kuridhika. Mnadhani mchakato huo unawezekana kwa kipindi ambacho kimebaki? Asante. Kwanza, swala la kwanza liloulizwa ni kwamba hiki kinachoendelea katika vyama vya siasa kuhusu au kufanyika au kutokufanyika, kususa au kutokususia, watu wanasema tuingie kwenye uchaguzi au tusiingie. Mimi nimezisikiliza hoja zote. Sisi TLS hatuna upande, sisi ni kama referee. Upande wetu ni katiba na sheria, na kama TLS tunapoona changamoto za namna hii tunajiuliza njia bora zaidi ya kuanza ni ipi. Ndio maana nimewaambia tutakuwa na symposium ya kitaifa, kwa sababu nataka wote waje. Sisi kama wataalamu wa sheria wote mtawakuta hapa TLS. TLS ina majaji wastaafu, wanasheria wastaafu, mahakimu wastaafu, mawakili wastaafu. Kuna mawakili wameanza kufanya kazi